Washington na Tehran zimeingia katika makubaliano ambayo tayari yamezaa matunda katika kuwarejesha makwao raia wa Iran waliokuwa wakiishi Marekani kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na vyombo vya habari, ndege kutoka Rusiana iliondoka Jumatatu usiku ikiwa imewabeba raia wa Iran 120 wakielekea Tehran kupitia Qatar, ambapo hatua hii ni ya kwanza ya mpango mpana zaidi ambao unatarajiwa kuhusisha jumla ya watu 400. Msemaji wa ikulu ya White House Abigail Jackson amesema utawala wa Rais Trump umejizatiti kuhakikisha kuwa ahadi ya kuendesha operesheni kubwa zaidi ya kuwafukuza wahamiaji haramu katika historia inatekelezwa kwa vitendo. Makubaliano hayo yanakuja baada ya miezi ya mazungumzo ya faragha kati ya pande mbili ambazo mara nyingi haziwezi kukubaliana, kwani ni nadra kuona Washington na Tehran wakishirikiana, hasa ikizingatiwa mivutano mikubwa iliyozuka baada ya mashambulizi ya Marekani kwenye mitambo ya nyuklia ya Iran mapema mwaka huu. Iran kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Hussein Nushabad imethibitisha kupokea raia wao, ikisema kuwa katika awamu ya kwanza wameamua kuwarejesha wa Iran 120 waliovuka mpaka kupitia Mexico. Iran daima itaendelea kuwalinda raia wake popote pale walipo, ameliambia shirika la Tasnim. Licha ya makubaliano hayo, hatima ya waliorejeshwa inatia mashaka, kwani ripoti zinaonyesha baadhi ya wahamiaji hao walikataliwa maombi ya hifadhi, huku wengine wakirudishwa bila fursa ya kusikilizwa na majaji, na baadhi yao walikubali kuondoka kwa hiari baada ya miezi ya kushikiliwa kwenye kambi za uhamiaji, lakini wengi walirudishwa kinyume na matakwa yao. Mashirika ya haki za binadamu yanayoonya, huku yakidai kuwa kurejea kwa Teherani kunaweza kuwakumba na changamoto kubwa, kuanzia ukandamizaji wa kisiasa, mateso kwa wanawake, hadi hali mbaya ya kiuchumi inayolikabili taifa la Iran kwa sasa, kwani Marekani na Iran zimezungumza kwa sauti moja, lakini sauti hiyo imekuwa chungu kwa wale waliokuwa wakitafuta maisha mapya Marekani.